Geuka. Usiniogope. Nataka kujua kuhusu mimi. Wewe ni mimi. Mimi naitwa Zakia. Na wale ulioona hapa ndiyo familia yako. Mama yako, dada yako na kaka yako. Na huyo kaka yako ndiye aliyekuua wewe. Nataka kujua nilikufaje. Naomba unionyeshe. Mimi naelewa kama unajua kila kitu. Na najua kama unajifanya unajua kuzungumza. Lakini kwenye hili mimi nakuomba tu kama ndugu yangu, au sio? Hili swala bwana achana nalo. Mimi nakwambia kabisa hivyo. Niachane nalo? Niachane nalo kivipi? Wakati mimi ndo shahidi wa mwisho. Sasa nakuhakikishia nikienda kusimama kizimbani lazima nikutaje. Wewe mfikiria, unajua mimi ndo kaka yako, au sio? Hapa mtaani umeona hapa, manuva yote atakuwa mimi ndo ni asevu. Sometimes unajua mimi naenda resi napambana kwa ajili ya kuja kukuangalia ni nyinyi. Asa uko unajifanya kimbele mbele kuniangalia mimi, afu nataka kwenda kutoa ushahidi. Yaani lengo lako ni unipoteze, au sio? Kupambana gani huko? Kupambana ufanye uhalifu? Mimi wala sikutetei kwa hili kwa sababu wewe umezoea. Inatakiwa ujirekebishe. Mimi kwa tabia zako hizi wala sikubaliani nazo. Lazima nikutaje. Kwa hiyo uko tayari mimi nipotee, au sio? Mimi nakutaja. Siogopi lolote, siogopi chochote. Yaani katika maisha yako umelizika mimi nipotee, afu unachukulia poa tu unaongea. Unajua hayo maisha afu unaenda kunihatarishia maisha yangu ujue. Usifikiri mimi nitakuchukulia poa. Oa mimi mwenyewe oa, wewe Zakia nitakuja kukufanya kitu kibaya unajua. Wewe unajifanya na mdomo wako Zakia, nitakuumiza. Wewe, unitishi, umesikia? Mimi sitishii nyau. Lazima nikutaje kwa sababu siwezi kutetea uhalifu. Mimi nawezaje kutetea dhambi zako? Inabidi uende kule ukafunga ile ujirekebishe. Mimi lazima nikutaje. Kumbe wewe ndo kikwazo katika maisha yangu, au sio Wewe ndo kikwazo Asa subiri. Wewe, mimi nisipokudondosha, wewe na huo mdomo wako, mimi lazima nikuue wewe. Puga. Hayo ni maneno gani unaomtamkia dada yako? Hivi hujui kama maneno yanaumba Anasingua bi mkubwa huyu sometimes unajua kuna vitu vingine umeona. Hata kama kaona kweli mama akatoa ushahidi mimi niende jela huyu. Akatoa ushahidi. Sasa kama mimi ningekuwa mbaya mama si ningeanza kugaili huko tumboni kwako. Huyu angepatikana huyu mama. Mimi nafanya kwa ajili yake yeye. Mimi nafanya kwa ajili yako wewe. Sasa mbona unanichukulia kama hivyo? Zakia. Umemwambia nini kaka yako? Mama, mimi huyu siwezi kumtetea. Angalia hapo anachokisema. Eti ataniua. Hivi ni maneno gani ya kuniambia mimi? Tena mimi ni ndugu yake, lazima nikamtaje kwa sababu akienda huko atarekebika. Mimi siwezi kumvumilia mama. Kama wewe umezoea kumfinyafinya sijui huyo mwanao, mimi siwezi kumnyamazia. Sasa mama umesikia maneno gani anaongea? Yaani anataja kabisa mahakama ili wajue kama humu kuna mhalifu ili mimi niende jela. Jamani mtani huwa nyinyi watoto kwa pressure. Kwa nini lakini? Puga. Kwa tamshi ulilolitamka, naomba muombe msamaha dada yako. Muombe radhi. Muombe radhi. Poa. Samehe sisi. Na wewe, hivi unajua kama huyu kaka yako ukienda kutoa ushahidi kule mahakamani, si unamhatarishia maisha ya kaka yako? Hapana mama, wewe umezidi kumfuga sana huyu. Mimi siwezi kumtetea kwa upuuzi wake anaufanya. Sasa akishafungwa kule jela, wewe utafaidika na nini? Una kaka mwingine zaidi ya huyu? Ni mama umesema tuombe samahani. Mbona mimi mkubwa nimeomba yeye bado analo moyo. Sasa nani adui hapo unagoa? Puga. Naam. Mbona hivyo vipi? Mimi yani umeona? Yani mimi sijui ilikuwaje mamangu. Lakini si naona kama kaanguka. Nani? Nini? Mimi naona kaanguka tu sijui lakini mimi sitafanya chochote. Chochote kile kweli. Puga nani unanichanganya bwana sikuelewi nani? Mimi hapa mimi sijajua kama Tegula nili mama. Lakini Puga kuna nini niambie
chochote lakini Zakia. Fuga, niambia umefanya nini mwanangu? Umefanya nini mwanangu? Fuga. Sijafanya mama. Chochote mama. Mama. Zakia. Huyu ndiye muuaji wa mtoto wangu wa mwisho, mzwanda wangu wa pekee, Zakia. Niwe kama ulivyomuua kipenzi changu. Simamisha gari. Sawa mkuu. Vipi? Kuna shida imejitokeza? Yule mama kuna ukweli anauficha. Naomba tugeuze gari tulipotoka. Sawa mkuu. Waambie tugeuze. Hakuna kitu kibaya kama kuanza kufanya mambo yako binafsi. Nimeshajua ukweli kunihusu maisha yangu. Na nimeshajua jina langu. Naitwa Zakia. Kwa hiyo unajua ukweli wote kunihusu mimi, si ndio? Na kwa nini ulinificha? Au ulidhani sitojua? Sikutaka kukwambia jina lako kwa maana haukupaswa kujifahamu wewe ni nani. Na sio jina tu, nafahamu mpaka kifo chako. Na kama ningethubutu kukwambia ukweli, basi ni lazima nilipe kisasi, kwa sababu yule mtu ndiye aliyeniua mimi na hataki kabisa kuishi katika dunia hii. Ni lazima afe. Yaani leo hii anadiriki kumnyanyulia kisu mama yangu mzazi, anataka kumuua, na yeye ni mama yake. Huyo ni mtu, inabidi afe, hataki kuishi. Wacha hiyo binti. Wewe hivi sasa unaanza kujihisi ni binadamu, na pindi tu ukianza kujihisi kama ni binadamu, basi unapoteza sifa za kuwa malaika. Na hata ufanye nini, kamwe huwezi kuwa binadamu, kwa maana wewe ulisha kufa muda mrefu sana. Na kuonea huruma sana binti, kwa maana hata huku kwenye ulimwengu wetu pia utakufa kwa mara ya pili. Wewe kazi yako sio kulipiza kisasi, kazi yako ni kusaidia binadamu. Haijalishi ni kitu gani amekufanyia,
akihitaji kumuua, wewe unapaswa ukazuie. Wewe ni mzembe sana. Umechelewa kufika eneo la tukio. Umepelekea mpaka yule binti ameuawa. Tayari ameshamtoa kafara. Huu ni uzembe wako binti. Juisi atakayoandaliwa leo kaka yako, unapaswa kuzuia asinywe juisi hiyo. Sitegemei kama utafanya tena kosa la kuchelewa. Vipi? Ulifanikiwa kumfuatilia yule binti ambaye anaishi kwa kina Kai? Ya, nimemfuatilia na nimefanikiwa kumjua. Vizuri sana. Na vipi? Hajajua chochote kama unamfuatilia? Hapana. Pale kwa Kai jirani kuna duka. Kwa nimetumia pale kupata taarifa zake muhimu bila yeye kujua. Yule binti siri ambayo muifahamu ni mtu ambaye anaenda kutubadilishia maisha yetu. Sasa basi, kitu ambacho mkijui, huyo binti ni mtu ambaye anaenda kubadilisha maisha yetu. Hivyo basi, nataka mumteke. Lakini msitumie nguvu. Mnatakiwa mtumie maarifa na akili. Kwa sababu ule mkufu hautaki kukatwa ambao wanao shingoni. Ikiwezekana. Sorry boss. Nina wazo. Nina ushawishi wa kumtongoza akakubali bila kumuumiza wala kutumia nguvu. Sawa, itakuwa njia nzuri kama ikiwezekana.
Wewe Oliver, umepata wapi ujasiri wa kunishika mkono na kunivuta huko pembeni? Kuna shida gani? Kuna kitu nataka nikwambie. Kitu gani hicho? Na kama ni mambo ya kuzungumza, si tungeongea hata pale sebleni. Kwa mpaka kuletana huko pembeni. Niambie. Kitu gani hicho? Kaka, ukiingia ndani kuna juisi dada kakutengenezea. Usiinywe. Sio nzuri. Kuna vitu amekuwekea. Na nia yake ni kukuteketeza. Hivyo Oliver, unajisikia unachokiongea kweli? Mke wangu na mambo kutengeneza na juisi wapi na wapi? Kwa sababu hajui kutengeneza juisi. Sasa inakuwaje leo hii unaniambia Doreen kanitengenezea mimi juisi? Ndio maana katengeneza kwa ajili ya kukuangamiza. Hivyo Oliver, umeanza lini hii tabia uchonganishi? Hivi unajua kwa kauli hiyo uliyoongea inaweza kugombanisha watu? Sasa sikiliza. Mimi nitajifanyisha sijasikia chochote kila. Ila ole wako hii tabia jirudie. Nitakufanya kitu kibaya. Lakini kaka. Lakini nini? Una kipi kingine cha kuniambia? Alafu usijitoe ufahamu. Najua tabia zenu wadada wa kazi nyinyi. Mkiwataka mabosi zenu, hizi ndio pigo zenu ili mwapate. Sasa kwangu mimi hapo umefeli. Kama unanitaka mimi, hilo jambo haliwezekani. Na ole wako uendelee kutoa kauli kama hizo. Nitamwambia dada yako. Na ikishindikana kabisa mimi mwenyewe nitakushughulikia. Umenisikia vizuri? Shenzi mkubwa wewe, huna adabu. Najua unanishangaa kwaona nimevaa hivi. Lakini leo nimeingia jikoni mwenyewe. Nimeenda kukuandalia juisi. Licha tu ya kuwa mimi ni mpishi mzuri, lakini najua vizuri sana kutengeneza juisi. Na nimeona nikutengenezee juisi nzuri mume wangu. Najua umechoka. Kwa hiyo unataka kuniambia hii juice wewe ndio umeiandaa? Ndio. Kaka, ukiingia ndani kuna juisi dada kakutengenezea. Usiinywe. Sio nzuri. Kuna vitu amekuwekea. Karibu babaki. Asante mke wangu. Umeshindaje? Nimeshinda salama, pole na kazi. Asante sana. Ngoja nikuitie dada aje kupokea. Hakuna haja kumuita dada anipokee. Leo nataka unipokee wewe mwenyewe. Na sio kunipokea tu. Nimekuja na zawadi ya matunda. Kwa hiyo nataka unitengenezee juice special for me. Juisi? Mimi? Sasa tangu lini nikajua kutengeneza juisi Kai? Sasa mke wangu, kama kupika unaweza. Kweli kutengeneza juice mambo madogo kama haya kushinde? Mimi mambo ya katakata matunda siyawezi. Hiyo kazi ya dada bwana. Sasa kama ni kazi ya dada, yule si mwanamke mwenzako. Sasa kwa nini wewe ushindwe kufanya hiyo kazi? Ndiyo, ni mwanamke mwenzangu. Lakini yeye ni house girl na mimi ni mke wako. Uone kuna utofauti hapo. Lete.
Dada? Dada? Njoo uchukue matunda mtengenezee shemeji yako juisi. Sawa dada. Very good. Kama kweli wewe ndio umeandaa hii juice, basi nitafurahi zaidi wewe ukianza kuinywa. Welcome. Kai bwana. Kwa hiyo ina maana uniamini mpenzi wangu. Juisi hiyo nimekuandalia special kwa ajili yako na sihitaji kuinywa kwa sababu najua nitaipunguza. Usiogope kuipunguza. Hii juisi inaonekana nzuri sana. So, naomba ukate utepe kwa kuizindua. Karibu. Na flavor yake inaonekana ni mango na passion. So, ningeomba ukate utepe kwa kuizindua kwanza. Karibu. Ninywe mimi. Kunywa, mbona unaogopa? Dada. Na kuona unakunywa juisi uliyoiandaa kwa mikono yako mwenyewe, ikiwa unajua nini umetia ndani ya hiyo juisi. Kumbe wewe unajua kilichokuwepo kwenye hii juisi. Na ndio maana mume wangu anagoma kunywa hii juisi. Kai, nishakwambia udada sio mtu mzuri. Na ndio maana nikasema hapa kwangu aondoke. Lakini hutaki kunielewa mume wangu. Huyu anataka mimi na wewe kutugombanisha. Na mkisema mpigane humu, hamtakuwa na uhuru. Ina maana umefurahi sana mimi kudhalilishwa na huyu msichana, si ndio? Kulikuwa na maana gani ya kunipa hiyo issue? Basi nenda akafanye mwenyewe. Mtoto niliyemtoa mwenyewe kijijini, nikamvalisha mavazi ya mjini. Unaanza kuleta michongo ya tamaa, ndio?